Wale wabunge kama wawakilishi wananchi wameshindwa kuwa na imani na nani? Na huyo rais aliyoko madarakani. Kwa lugha nyingine wananchi, maana wabunge ni wawakilishi wananchi, maana kwa lugha nyingine kwamba sisi wananchi tuliomchagua huyo rais tumeshindwa kuwa na imani na huyo rais. Kwa hiyo kwa namna hiyo tunapiga kura kumtoa. Kwa nini tunapiga kura kumtoa? Kwa sababu sisi ndio tuliopiga kura kumuweka. Sasa kwenye ufalme wa mbinguni sio hivyo. Kwenye ufalme wa mbinguni au kwenye mataifa yenye ufalme sio hivyo. Mataifa ya ufalme huwezi, kwa sababu yeye ni toka asili ameingia, hapigiwi kura, na huwezi kumpigia kura ya kumuondoa. Kwa nini? Kwa sababu hukumuweka wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ufalme wa mbinguni ndivyo ulivyo pia, kwamba Yesu hayuko kwa sababu amepigiwa kura. Kwa namna hiyo hakuna ufalme wake hauna kikomo, utawala wake hauna kikomo. Ndio maana utawala wake tunaita ni utawala wa milele, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza akapiga kura kumzuia kwamba sasa ni wakati umeondolewa, unapaswa uondolewe, hichi unachokifanya hakitakiwi, unapaswa uondolewe. Kwenye nchi za kifalme hatufanyi hivyo, na kwenye ufalme wa Mungu haiko namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tabia ya tatu ya ufalme, neno la mfalme ni sheria. Neno la mfalme ni sheria. Sikia, unaweza ukapingana na rais wa jamhuri yoyote duniani, lakini huwezi kupingana na mfalme. Ni kosa kubwa mno. Kupingana na mfalme ni kosa kubwa mno. Kupingana na mfalme ni uhaini kwa lugha nyepesi, kwa sababu maana yake ni kwamba unapinga kile ambacho anataka kukifanya, unapinga utawala wake, humtaki. Sasa sikiliza, na nchi zote mpaka nchi za urais duniani, kosa, unaposikia kosa la uhaini maana yake nini? Kosa la uhaini, kwa mfano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukifuatilia makosa ya uhaini ina maana gani? Ina maana ni kwamba kufanya matendo au mipango ya kumtoa rais aliyoko madarakani kwa njia ya mabavu, yani kwa njia isiyo halali, au ukiwa na mkakati wa kumuua huyo rais wa hiyo jamhuri. Hiyo moja kwa moja inaitwa makosa ya uhaini. Na makosa ya uhaini hukumu yake, adhabu yake huwa ni kifo. Ndio kwamba sasa huyu bwana tumuondoe, maana ni tatizo kwenye nini? Kwenye taifa. Huwa hukumu yake ni kifo. Sasa hii mikakati kwenye mataifa ya marais ni tofauti, kwa sababu kwenye mataifa ya marais ni kwamba wananchi wana haki ya kutoa maoni, ni tofauti. Maana yake wananchi wanaweza katoa maoni. Sasa kwa mfalme hatutoagi maoni. Kwa Mungu tunaweza kwa mataifa yote yanayotawaliwa na marais, watu wanatoa maoni. Anasema rais unavyofanya hapana, hatuelewi. Hiki hatukubali. Anaweza katoa maoni anybody, kwa sababu hiyo ni nchi, ni taifa la nini? La kiraisi. Kwa hiyo unaweza katoa maoni, sio uhaini, maoni. Kwenye mataifa unielewe vizuri, mataifa yanayoendeshwa chini ya urais, maoni sio nini? Sio uhaini. Ila mataifa yanayoendeshwa kifalme, maoni ni uhaini. Ndio maana tunasema neno la mfalme hapingwi. Kwa hiyo neno lake ni sheria, anachokisema ni sheria, na neno la mfalme halihitaji kwenda bungeni. Hilo ni neno la mfalme. Neno la marais ndio linahitaji kwenda bungeni, lijadiliwe, lipitishwe, ndio iwe sheria. Lakini mfalme akiamka akatamka na iwe, na inakuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu neno lake ni sheria. Sasa tunapozungumza